Najaribu kukukumbusha katika episodi ya 3 yaliyokuwa yameweza kujili. Kumbuka kwamba Mwamba Yunjay alianza kuyazungumza maneno mengi sana pindi alipokuwa amelewa, akisema kwamba vipi kama siku moja bidada atakuja kubadilika kuwa mwanaume wakati wako kitandani wa kinjinginjingi. Na kama tunavyojua, mlevi akilewa huwa anayatema yote ya moyoni. Basi haya ndo maneno ambayo bidada Jion alikuwa akiyasikia kutoka katika kinywa cha Mwamba, na siku ya leo akaamua kuvunja ukimya kwa kumwambia jamaa kwamba anahitaji waweze kuachana, na akaeleza wazi kabisa kwamba nilijua kubadilika kuwa mwanaume itajitokeza mara moja tu, kisha baada ya hapo nitakaporudi kuwa mwanamke basi sitobadilika tena, lakini nimegundua kwamba ndaendelea kubadilika daima na daima, kwa sihitaji kuwa katika mahusiano na wewe. Na hata ulipokuwa umelewa ulieleza wazi kabisa ndani ya moyo wako ukisema kwamba una wasiwasi siku moja naweza nikabadilika wakati tuko kitandani. Hilo nilielewa kabisa kwamba hujisikii vizuri kuwa na mimi katika jinsia hii ya kiume. Mwamba akawa hana namna yoyote isipokuwa kukubaliana na bidada, lakini akamwambia kabla ya kuachana kwetu naomba tukacheze mchezo mmoja katika game, tafadhali sana. Bidada akawa amekubali, basi wakaelekea kucheza game pamoja. Wakati huo wote Mwamba Yunjay akaanza kumwambia bidada kwamba nitavumilia wewe kubadilika kuwa mwanaume na kuwa kike tena, niko tayari kuvumilia hayo yote, lakini kitu ambacho siwezi kuvumilia ni kuachana na wewe. Na Mwamba akaendelea kumfungukia bidada akisema kwamba bila bidada Jion yeye basi ni mtupu na hana maana kabisa ya kuendelea kuishi katika dunia. Basi baada ya Mwamba kuimba sana kufunguka kadri anavyoweza, mwisho wa siku bidada Jion akawa amekubali kuendelea kudeti na huyu jamaa katika hali zote, atakapokuwa mwanaume na atakapokuwa mwanamke pia. Basi nyakati za usiku wakati wanarudi nyumbani, kumbuka kwamba kila walipokuwa kirudi nyumbani walikuwa wanapenda sana kukis, lakini siku ya leo Mwamba Yunjay alimkabidhi bidada babrish na kumwambia kwamba ulisemaga kwamba kula babrish kunaongeza confidence, na ni kweli kabisa na mwaikula hizi na nikawa na confidence sana tu. Basi bidada Jian alipoweza kuingia ndani, basi moja kwa moja akaanza kula zile babrish na akajikuta kweli kabisa anapata confidence. Hasa mapema na alfajiri bidada Jia alikuwa anajiandaa huku akimwambia mdogo wake, nahitaji ujiigizie wewe kama ndo boyfriend wangu kwa sababu kuna jambo la msingi sana nataka tukaliongee kule nyumbani kwetu. Hey dada, yani mimi niwe boyfriend wako? Akasema sio tu boyfriend wangu, unatakiwa yani ucheze kana kwamba wewe utakuja kuwa mkwe wao pia. Bidada hakuwa na namna yoyote, ikabidi kumsikiliza dada yake na moja kwa moja akafunga safari kuelekea huko nyumbani ambako waliweza kutokea. Yani hawa ni wazazi wao. Kwa hapa ni dada na dogo na wameamua kwenda kwa wazazi wao kuwachezea triki eti kana kwamba hawa wana mahusiano. Basi mama yao mzazi baada ya kumuona huyu kijana wa kiume alijikuta ametabasamu kweli na kusema kwamba karibu sana mkwe wangu, karibu sana. Sisi tunakupenda, yani tunakuombea maisha marefu kabisa, lakini pia tutafurahi sana pindi ambapo utatuletea wajukuu. Mwamba kusikia wajukuu mpaka akajikuta anataka kutapika. Basi moja kwa moja mama mkwe ikabidi kuondoka pale kwenda kuchukua glasi ya maji, na alipoenda kuichukua bahati mbaya ile glasi ilikuwa iko juu sana. Wakati huo akataka kuanguka haraka sana, Jion akaenda kamdaka mama yake. Sasa akawa anazungumza naye kama ambavyo yule binti yake Jion alikuwa anaweza kuzungumza. Akaanza kumwambia mama, kwa nini huko makini lakini, na akaendelea kumlaumu baba mkwe, kwa nini unajabadilisha hichi kiti cha zamani kile kile, unatakiwa kubadilisha kwa sababu hichi kiti kitakuja kumvunja mama. Sasa wakaanza kushangaa, huyu tena mbona anazungumza kana kwamba amewahi kufika hapa. Hapa wakawa wameshtuka kwamba bidada Jion amebadilika na kuwa wa kiume. Moja kwa moja wakamkalisha kikao na kumwambia kuwa una hofu sana kutushirikisha kwamba mbadilika kwa wa kiume, tuambie tu wala usiwe na hofu. Lakini nyakati za usiku sana baba akawa ameambatana na yule binti yake wa kwanza anayefahamika kama Jia, akimwambia kwamba asante kwa sababu siku ya leo umeniletea boyfriend fake, lakini siku moja natumai utaniletea boyfriend wa kweli. Natamani sana siku moja niwe na mkwe. Sasa walipofika nyumbani bidada Jion akawa anampigia Mwamba Yunjay, na Yunjay akasema kwamba niko shuleni huko najiandaa kwa ajili ya mtihani ambao unakuja mbele yetu. Bidada akawa anatamani naye angekuepo katika maeneo hayo ya shule, anahisi kwamba huenda jamaa atakuwa amemetana na bidada hivi. Mwamba Yunjay akamtoa hofu bidada na kumwambia kwamba pindi ninapokuwa nimechoka kutoka kujisomea huwa natoka nje na kutazama anga na kufikiria wewe tu, yani kila ninapokaa kimya basi nakuwa nakufikiria peke yako. Bidada Jion akasikia raha sana kuyasikia yale maneno, lakini kwa bahati iliyo mbaya bidada minjuu kama kawaida, jamani njoo bana kipindi kinaendelea huku. Basi bidada hii kitu ilimchoma sana ndani ya mtima wake. Hasa bana siku ya leo Mwamba Yunjay alikuwa amepanga kwenda kumtembelea bidada akiwa na rafiki yake ambaye anafahamika kama Meniang. Sasa akamwambia bidada atoe kila kitu ambacho kinaonyesha kwamba yeye ni wa kike ili abakize vitu vyote vinavyoonyesha kwamba yeye ni wa kiume, ili asije akashtukiwa kana kwamba yeye anabadilikaga kwa wa kiume na wa kike. Kweli kabisa bidada alipambana kusafisha mazingira na kubadilisha kila kitu pale, lakini kwa dakika kadhaa mbele akaonekana Mwamba Yunjay akiwa ameambatana na Mwamba Meniang, wametembelea bidada hapa. Hasa Meniang huyu ana genetics fulani za ajabu, yani kama anapendaga wanaume hivi, akamkumbatia sana bidada Jion. Sasa hii kitu Yunjay alipoweza kuona akawa anamtoa bana, hebu acha bana, inatosha kumkumbatia mwanaume mwenzio huyo. Kumbuka namna fulani hivi bidada kuna baadhi ya vitu alikuwa amevisahau vya kike, kwa ikabidi Mwamba Yunjay kuanza kujiongeza na kuweza kuviziba, mfano kama picha wakiwa wapenda nao. Basi kana namna hiyo hapo. Mwisho wa siku bidada Jion akaamua kuandaa msosi kwa ajili ya wageni. Basi namna alivyokuwa kiandaa msosi ikawa inamkumbusha Mwamba Yunjay kipindi cha zamani bidada alipokuwa na muonekano wa kike kabisa. Hasa baada ya msosi kukamilika bana, wakaketi mezani na kuanza kujipatia msosi. Kitu cha ajabu ni kwamba huyu Meniang akaanza kusema kwamba yani wewe Jion ndio kila kitu ambavyo mimi navipendaga, yani wewe ndio vitu vyangu. Sasa hii kitu kabaki
inamshangaza sana Yunjay na kusema kwamba wewe ni mwanaume mwenzio, acha upumbavu. Wakati huo mazungumzo yanaendelea, basi moja kwa moja bidada Jia alikuwa ametimba katika maeneo haya. Bidada Jioni akamkimbilia dada yake na kwenda kumkumbatia kwa muda mrefu sana. Basi wakaketi kwa pamoja wao na wakaanza kupiga gambe sana tu. Sasa Mwamba Miniang, kumbuka kwamba huyu jamaa anapendaga wanaume, yani ndio tabia yake iko hivyo hivyo tu yani. Mwisho wa siku bana, baada ya kulewa akaanza kumkumbatia bidada Jioni na kuanza kumwambia nakupenda, unajua wewe. Haya maneno anayoyaongea Mwamba Yunjay anamuumiza sana kwa sababu huyo ni mpenzi wake, lakini mwisho wa siku bana, katika michezo hivi, kwa bahati mbaya mmoja kama mwagikiwa na tomato na kwa mwingine alikuwa ni bidada Jioni. Moja kwa moja kabidi kuingia katika chumba cha siri kwenda kubadilisha nguo. Lakini sasa mdogo wa Mwamba Yunjay naye alikuwa mitaa hiyo hiyo. Alipoweza kumkuta Mwamba Jioni kifua chake namna kilivyokuwa, akasema wow, jamani wewe mkaka una kifua kizuri, unapiga gym yani kama DJ Po hivi. Sasa Mwamba Jioni hajashtuka ni kwa nini huyu bidada anabaki anamshangaa. Ikabidi kumwambia wewe unashangaa kitu gani? Akawa amemfuata kwa ukaribu kidogo. Sasa Yunjay akawa amekuja mitaa ya bafuni kuja kukagua nini ambacho kinaendelea. Kwa bahati mbaya anakuta sasa mdogo wake wa kike ameshikamana na huyu Mwamba Jioni ambaye ndio mpenzi wake. Wameshikana katika hali ya ukaribu kidogo. Akabaki anashangaa, ina maana jamaa Jioni likiwa li mwanaume linaweza likala mdogo wangu? Mwamba Jioni amejificha huko kwa namna alivyoweza kukutwa akiwa ameshikana na bidada, ilikuwa ni jambo la aibu kidogo. Lakini Mwamba pia akamtazama mdogo wake, akagundua kabidada haka kashampenda Mwamba Jioni. Sasa waliporudi katika meza ya chakula ikawa ni kuagana tu kwamba kila mmoja aweze kuelekea nyumbani. Lakini bidada yule akasema kwamba mimi ndalala hapa leo kwa Mwamba Jioni. Sasa kaka mtu akawa anashangaa, yani ulale hapa kwa watu? Kaka mtu sasa anashindwa kumkataza na kumwambia kwamba wewe unalalaje kwa mwanaume? Ni kweli jamaa ana muonekano wa kiume, lakini huyu jamaa ni wa kike. Sasa akawa anawaza kwamba mdogo wangu atakuja kulala hapa, nini kitatokea nyakati za usiku, alafu leo nimekuta katika pozi baya sana. Kaka mtu haamini kabisa kwamba leo mdogo wake anakwenda kutolewa kitu fulani hivi. Sasa itakuwaje jamani? Na huku mdogo mtu ndio huyo anakaribishwa magetoni. Jamaa moja kwa moja akatandika kitandani, lakini pia akatandika sehemu ya chini ambayo yeye ndio atakwenda kulala. Nyakati za usiku sasa bidada anatetemeka sana. Mwamba kama amemfuata bidada mpaka kitandani, akamsogelea kwa ujirani sana. Bidada akajua jamaa anataka kumkiss, kumbe jamaa anamtoa miwani. Lakini Mwamba Jioni namna alivyokuwa akimfuata bidada, namna alivyokuwa anasogeleana naye kwa ujirani kidogo, hii hali ikamsababisha bidada kwa mapigo yake ya moyo kuongezeka sana tu. Sasa tujajiuliza, je, ni kwamba Jioni anahisia na haka bidada au imekuaje? Hatukuoneshwa nini kilijili nyakati zote hizo za usiku. Kesho yake alfajiri bana, bidada Minju kama kawaida. Kumbuka kwamba anashindaga jirani sana na Mwamba Yunjay, kitu ambacho kinamtiaga wivu sana huyu bidada Jioni. Sasa bidada Jioni leo akawa anamngangania jamaa na kusema kwamba hivi wewe bidada Minju, kwani kila wakati uko jirani sana na huyu Yunjay? Basi bana, hiyo siku nzima ikawa ni siku ya vituko, wote wanamngangania mtu mmoja. Sasa mbaya zaidi ni kwamba huyu mmoja ni wa kiume ila anamngangania mwanaume mwenzie. Sasa imekaje bidada mpaka mwenyewe akawa anashangaa, jamaa vipi mbona utafikiri anashindana na mimi kuwa jirani na huyu Yunjay? Lakini Mwamba Yunjay akitazama vituko vyote ambavyo vilikuwa vinaendelea wakati huu, akawa anamkumbuka mpenzi wake kipindi hicho ana sura ya kike. Akatamani hata kuweza kumkisi, lakini akashtuka kwamba kumbe jamaa ana sura ya kiume sasa hivi. Na hata zilipoweza kufika nyakati za jioni, Mwamba Yunjay alimfuata dada yake na bidada Jioni, kisha akawa anamwambia kwamba ni matatizo yapi ambayo bidada Jioni anayapitia sana pindi alipokuwa amebadilika kuwa wa kiume. Wewe ndio unaishi naye pale nyumbani. Lakini bidada akasema kwamba kutoka siku alipobadilika kuwa wa kiume, basi ulimwengu wake wa maisha umbadilika juu chini chini juu. Anateseka sana mdogo wangu Jioni. Kuna wakati anapangaga nguo za kike, namkumbusha kwamba yeye ni wa kiume, anajisaugi sana, lakini Mungu mwema atakuja kumbadilisha one day. Lakini mdogo mtu bana, mambo bado yanaendelea vile vile, ni msumbufu sana. Anataka tu kuweza kukutana na Mwamba Jioni kwa sababu ametokea kumpenda. Tena anamwambia kaka yake Yunjay kwamba mimi bila wewe jamaa siwezi nikaishi, unajua. Basi kaka mtu ikabidi kumfuata bidada Jioni na kumwambia kwamba unatakiwa kuigiza kama mwanaume kweli kweli na uwe mkali, wakati mwingine uwe na lugha ngumu. Nataka nikufundishe baadhi ya vitu. Yaani kuna maneno wage unayatoa ambayo yatamkatisha bidada tamaa. Kwa hiyo bidada Jioni akakaribishwa ndani ya nyumba ya kina Mwamba Yunjay, na hapa alikuja kama mwalimu wa tuition ambaye atakuwa anamfundisha mdogo wake na Mwamba Yunjay masomo mbalimbali. Lakini kumbe mdogo wa Mwamba Yunjay lengo lake ni moja tu, anataka huyu awe kama mwalimu wake wa tuition ili aweze kumtongoza. Basi wazazi ikabidi kuanza kuuliza maswali mawili matatu. Sasa mbona wewe mwalimu ni kijana mdogo jamani, afu unaenda kumfundisha binti yetu mdogo? Hapana, mimi bana naonekana mdogo lakini na miaka 33 hapa. Nina degree ya ualimu, niko vizuri kiufupi. Mwamba Yunjay akamtoa pale bidada Jiani na kwanza kumwambia kwamba unajieleza mambo mengi sana, alafu unachapia maeneo mengine, unaongea vitu ambavyo ni pumba wakati mwingine, unajua bana. Lakini wakati huo bidada Jioni akapokea simu kutokea kwa bidada mmoja anayefahamika kama Yuli, akisema kwamba rafiki yangu nina matatizo, unafahamu. Sasa kabidi haraka sana wafanye hiyo trip kuelekea huko kwenye matatizo. Anakuta bidada Yuli anakunywa pombe, amelewa. Anasema kuwa leo nilikuwa natafuta mchumba, kwa bahati mbaya kuna mtu akaniunganisha na mchumba, nimeenda kukutana na huyo mchumba, kumbe ni mbabu. Alafu ukiachana na ubabu, kumbe bana alivaa wigi, ana kipara hicho. Alafu mimi sio mara ya kwanza, kila wakati naletewaga watu wa ajabu sana anapotaka kudate. Sasa mimi nimeanza kumpenda huyu Jioni, nataka huyu Jioni, mimi ndo nayemtaka. Walipoanza tena kusikia tena Jioni anatakiwa, ikabidi moja kwa moja kuweza kumbeba bidada na kumpeleka nyumbani kwa Mwamba Jioni. Sasa walipoweza kufika kama kawaida, Mwamba akawa anamvua tena bidada miwani
kifuani kama anavyofanyaga kila siku. Sasa wakati anamvua bana, akawa anamtazama tu bidada. Sasa akataka mbadilishe na hii nguo ya juu, lakini akakumbuka kwamba yeye ni wa kiume. Mbaya zaidi ni kwamba alipokuwa anataka kumshika bidada kifua, sasa akajikuta anapata hisia yani. Mambo yameanza kuchangamka. Si tu kubadilika kuwa wa kiume, bali ameanza kujikuta anapata mpaka hisia za kiume pindi anapokuwa amekaribiana na mtoto wa kike. Mbaya zaidi ni kwamba ni mpenzi wa mtu. Sasa itakuwaje? Mwendelezo wa episodi hii umekawia kidogo kwa sababu mmeshindwa kusubscribe katika channel ya mdhamini wetu, ambayo kila wakati nawakumbusha, unapokuwa umesubscribe katika channel ya mdhamini wetu unasababisha mdhamini wetu kuweza kutudhamini ili picha iendelee kutoka kwa wakati zaidi na uwezekano wa kumalizika kwa haraka zaidi uweze kufanyika. So unaweza kufanya hivi, shuka katika ukurasa wa kusubscribe hapo. Ukigusa alama ya kusubscribe zitajitokeza channel mbili. Basi utashuka katika channel ya chini utasubscribe. Basi hapo unakupa umesubscribe katika channel ya mdhamini wetu, kitu ambacho kitasababisha uweze kupata miendelezo kwa haraka zaidi, lakini miendelezo iweze kutoka yote kwa wakati mmoja.